Nado uko sawa sawa? Niko sawa, vipi? Mambo yanakwenda vizuri ndani ya Azam. Poa kabisa. Umehusika kwenye kikosi cha Azam FC ambacho kimekwenda kwenye michuano ya shirikisho hatua ya makundi. Tuelezee namna ambavyo umefurahia, lakini pia namna ambavyo umeipokea. Kwanza ningependa kumshukuru Mungu, lakini nimefurahia kuwepo kwenye alama ya kufuzu kwenye group stage. Nimefurahi sana kwa mara ya kwanza Azam FC kuweza kufika kwenye hatua hiyo. Nimefurahi sana na namshukuru Mungu sana kuweza kufika hiyo sehemu. Umefunga magoli mazuri sana hapa kwenye uwanja wa Azam Complex, mashabiki wakashangilia. Tuelezee namna ambavyo yale magoli mawili pia umeyapokea. Nimepokea vizuri kwa sababu nilitamani kuwepo kati ya wale watu waliochangia kuweza kuifikisha timu sehemu ambayo inayoitaka. Kwa magoli yale niliyafurahia na uoga nikikaa mwenyewe na yaangalia ile vibe la mashabiki. Kwa ni magoli bora kwangu kwenye maisha yangu, na mimi yale mawili ndo magoli bora kwenye maisha yangu. Tutarajie nini huko kwenye michuano hii ya kimataifa sasa mara baada ya kutinga makundi? Tutarajie ni vitu vizuri kwa sababu tayari tushaweza kufika kwenye group stage. Sasa hivi akili yetu haipo tena kwenye group stage, sasa tupo kwenye quarter final. Kwa ndoto zetu na malengo yetu yashabadilika. Sasa hivi akili yetu imeenda kwenye quarter final. Kwa naamini tutaweka nguvu kama tuliweka hapa au zaidi ya hapa ili tuweze kufika hayo maeneo mengine. Angalau kwako hatua gani au ya makundi inatosha? Makundi haitoshi. Makundi ndogo. Azam ni timu kubwa. Makundi ndogo. Mimi naona kama kama vile tufike finali. Nicheze finali ya shirikisho itakuwa rasa. Hapo Nado sasa ndo atakaporidhika. Kabisa. Kabisa, yani bila utata wote. Mimi kwa tafiti yangu ndogo ambayo nimewahi kuifanya, miongoni mwa wachezaji wa Tanzania ambao wanapendwa sana na mashabiki, basi Nado naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanataja. Kwanza hili unalipokea? Ukiona hivyo ni kitu kizuri, wana appreciate kile ambacho kitu nakifanya. Nawapenda sana mimi mwenyewe kwa sababu kuna muda hata nikipo katika uwanja na wawaza wao kama leo tukipata matokeo tofauti, najua wao hawako sawa. Kwa hiyo inabidi nifanye chochote au tufanye chochote kama timu ili tuweze kuwafurahisha wao. Kwa mimi waga na wawaza pia, kwa ndo maana wananipenda kwa sababu pia na wawaza sana. Naomba unitajie miongoni mwa magoli yako bora kwa kufunga kwenye karia yako ya kucheza mpira. Sijakuelewa kivipi? Goli lako bora ulilowahi. Goli langu bora bwana, nimemfunga Aishi Manula. Wakati wao akiwa Simba. Mechi ilisha 2-2, lakini Aishi niweza kumfunga shuti la mguu wa kushoto mbali. Kwa hadi leo tukiwa tupo kwenye tunakula hivi so mimi tunandoka viti ambavyo vimendoza kwa wagana. Naambia vipi baba ile unaionaje? Hadi mpaka leo. Hadi leo mimi ndo nani hata tizi kuna muda baba tumefanya nini akindo dako utasikia ananiambia ya kike hiyo, naambia sawa. Tukienda kula kule ndo kantini, naambia hivyo ile kule ilikuwa ya kiume ile. Kwa ile lazima ule mtani wangu. Kwa goli langu bora anaipokeaje? Utani. Kuna muda serious bibi tu nimwambie bwana Aishi ile goli ile bwana ilikuwa mbali sana naye bwana ulikuwa wapi? Ulilala nini? Kwa ni vitu ambavyo naongea, ila ile ndo goli langu bora na nimefurahi kuweza kumfunga mtu ambaye rafiki yangu Aishi. Kwa dharau kidogo zimepungua. Sawa, miongoni mwa vitu ambavyo pia navyoona kutoka kwako ni mambo ya kudrip. Ili Nado sasa hawezi kutoka, mfano labda anamtoka wa night jioni, anazingatia nini? Bwana mimi dadangu wala sio mpangiliaji. Chukua tu. Mimi kwa sababu nguo nachukua kwa watu tofauti, ila sana kuna rafiki yangu anaitwa Idi wa jina. Kwa huyo ndo mwambie bwana vipi bwana kuna ndo t-shirt kwako nimeiona nimeipenda, anauza nguo. Kwa naambia bwana kuna t-shirt yako moja hapa nimeielewa leo kuna sema nataka niende au bwana nimeipenda kuna jinsi nini
ananiletea, yani ni urahisi ananiletea hadi home. Kwa hiyo nikitaka kutoka naangalia ni sehemu gani ambayo ninayoenda, mavazi fulani yatakuwa fresh. So unaenda sehemu ya msibani tena unataka kuvaa laser tena. Ukiangalia hapo kwa wachezaji wenzako wa Azam FC, nani unaona huyu anatupia? Kwa hapa kwa sasa hivi unajua wapo wengi. Wapo wengi. Mmoja. Sasa mmoja hapo, mwingine ataninunia. Nani? Wewe bora wote ni wataje wote. Wote. Huyo akununa nani huyo ambapo usipomtaja? Huyo ndugu yangu huyo. Kwa hapa kuna Yaya, kuna Foba, kuna Tepsi, yes, kuna Pascali, kuna Rusajo. Hao wote noma hao. Hao nuksi kabisa. Hapa timu yangu, ila kwenye timu nyingine pia wapo wakali. Kuna Duchu, kuna Awazi Mafioso, kuna Dickson Jobu, kuna Kibabage. Sure, hao wote wabaya, Msheri. Hao wote nuksi hao. Hao wazee wa kubaruza. Yupi ambaye bana hata kambi pengine labda unamwambia bana wewe mambo ya kudrip hebu yaache. Yaani hawezi kabisa mambo ya kutupia. Hawezi. Yaani wa mwisho. Wa mwisho katika timu yetu au kwenye timu yoyote? Hata hii Azam. Wa mwisho. Mimi naona watu wote bwana wako poa, serious nakwambia. Au unaogopa utanuniwa? Hamna ile, mimi naona watu wote wako poa kwa sababu sometimes nikiwaona kwa sababu wengi tunakutana hata home kwenye safari zetu nyingine. Mimi naona watu wote wako poa kabisa. Ila kuna wale wakali zaidi.